Kwanza sisi mkoa wa Rukwa tumejipanga, tumetumia gharama kwa ajili ya wanawake kuondoka kwenda Serengeti kujumuika pamoja. Nimesikia tamko la polisi. Nataka nizungumze machache. Kwanza sisi wanawake wa Rukwa tutaondoka tarehe 7. Tuna kosta zetu 3, tunajua kujumuika pamoja sio kosa la jinai. Hiyo ikae sawa sawa. Na wanawake wataondoka. Kama kuna shida basi mahakama itatoa tamko kabla ya tarehe 8. Kama kuna shida ambayo ni zuio la kimahakama, mahakama hiyo ndio itasema. Kwa sababu siku ya wanawake duniani haijawekwa na Chadema, ndio maana inaitwa siku ya wanawake duniani. Hayo ni maazimio ambayo yalifanyika Berlin kwa ajili ya wanawake kuzungumza mambo yao. Sasa kama wanawake wa Chadema ndio kosa, tunatamani hilo jambo liandikwe. Na isiwe wanawake wa Chadema tu, ionekane kwamba wanawake wengine tofauti na wale ambao ni viongozi wa serikali wasiazimishe. Kama wanawake wengine wote wataazimisha, basi mwanamke ni mwanamke, haijalishi dini yake, haijalishi chama chake. Tunahitaji ufafanuzi kwenye hilo jambo. Sisi hatuendi kufanya siasa, tunakwenda kujumuika kuzungumza mambo yetu ya wanawake kama ilivyoazimiwa na dunia nzima. Kwa hiyo kama kuna badiliko, watuletee hilo badiliko lilifanyika lini na mwenyekiti wa hicho kikao alikuwa nani. Habari ya mahakama, sisi hatutaki kuingilia mahakama. Lakini mahakama haikusema wanawake wasikutane siku ya wanawake duniani. Kwa sisi wanawake wa Chadema tunajua sheria, tumesoma, tunaelewa. Na hatuwezi kubabaishwa na mtu yoyote. Tutakutana Msoma, tutakutana Serengeti, ni wajibu wetu kukutana. Utaratibu huko miaka yote. Kama umebadilika safari, hatutaki polisi waseme, tunataka serikali tena hii ambayo inaongozwa na mwanamke kwa kipindi hiki, na niseme ni aibu. Siku ya wanawake duniani, taifa kwa mara ya kwanza tunaongozwa na mwanamke. Alafu mwanamke huyo huyo anazuiliwa kukutana na wanawake wenzake. Ni aibu kwa taifa. Tunawaomba polisi waangalie, kwa sababu ukikosea kurudi sio jambo baya. Wajisaishe, warudi wafute sentensi yao. Sisi ni wanawake, tutakutana ili tumshauri na yeye anavyotakiwa kuongoza taifa kama mwanamke.